Ili usianguke, tambua kwanza maana ya kuanguka ni nini. Kuna sehemu 3 katika kuanguka. Sehemu ya kwanza katika kuanguka, kuna kuanguka katika kipawa, katika karama. Na hii ni sehemu ambayo watu wengi uwaga wanashindwa kuwa makini napo, kwa sababu kuanguka yote ile inafungua milango ya kuanguka sehemu zingine. Kwa mfano, nikianguka kupitia kipawa au kwenye njia ya kipawa, njia ya kwanza kipawa, inamaanisha kwamba situmii tena kile kipawa ambacho Bwana alikuwa amefanya nini, amenipa. Kwa inawezekana bado nina upendo wa kimungu, inawezekana bado ninampenda Bwana, ninaipenda kanisa, ninapenda ibada, ninapenda kuomba, lakini situmii tena kile kipawa ambacho Bwana alinipa. Labda Bwana alikuwa ananituma mara kwa mara mitaani nikahubirie watu, lakini sasa hivi siendi tena mitaani. Haleluya. Labda Bwana alikuwa ananituma mara kwa mara nikaombee watu, sasa hivi siendi tena. Na sio ya kwamba Bwana kanizuia, sio ya kwamba Bwana kaniambia acha. Hapana, ni kwa sababu mimi mwenyewe nimejiamulia nisiwe tena ninaenda. Kwa hiyo ni mtu wa kwanza ambaye ameanguka kupitia kipawa. Je, huyu mtu anafungua milango ya kuanguka mazima na kumwacha Bwana mazima, au na kutokuurithi ufalme wa Mungu? Jibu ni ndio. Lakini ikiwa kwamba huyu mtu bado anampenda Kristo, ila tu kipawa hicho hakitumii, labda shughuli zimemshika, mtu huyu bado ana nafasi katika ufalme wa Mungu. Haleluya.